Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wasikilizaji wa Habari Njema Channel, kwa na mimi mtangazaji wako Gideon Elia Mlai, nikuletea historia fupi ya mtakatifu na nabii Elia aliyekuwa nabii wa Agano la Kale. Nabii Elia alikuwa ni nabii mkuu aliyekuwa Agano la Kale. Alitokea katika falme za kaskazini mwa Israeli. Nabii Elia aliteuliwa na Mungu kuyarudisha makabila 10 yaliyoasi kati ya yale mawili kusini mwa Israeli na kuyafanya yawe katika umoja wa makabila 12 ya Israeli. Nabii Elia anazungumziwa habari zake katika vitabu viwili, kitabu cha Wafalme, kitabu cha kwanza na kitabu cha pili. Utapata historia ya nabii na mtakatifu Elia kiundani. Nabii Elia alikuwa ni mtu mwenye ujasiri, mwenye moyo wa ibada na alisali sana. Alizungumza sana na Mungu, hata Mungu akashusha moto wa kuteketeza sadaka ili kudhihirisha ya kwamba Mungu anasikia sala zake na maombi yake. Nabii Elia alikuwa ni nabii mkuu wa Agano la Kale. Kumbuka ya kwamba nabii Elia alichukuliwa kutoka duniani kwa gari la moto kwenye upepo wa kisulisuli. Yasemekana atarudi tena ulimwenguni kwa ajili ya kumwandalia Masiha njia. Lakini tukumbuke ya kwamba Yesu alisema ya kwamba nabii Elia alisharudi, lakini watu walimtenda walivyotaka. Alimaanisha nini? Alimaanisha ya kwamba aliyerudi alikuwa ni Yohani Mbatizaji. Aliyekuwa nabii Elia Agano la Kale, wa Agano Jipya alikuwa ni Yohani Mbatizaji, lakini watu walimtenda walivyotaka. Yesu, nikumbuka kwamba Yesu kipindi anakwenda kusali mlimani na wanafunzi wake wawili ambao kwa ni Petro na Yohane, alipogeuka sura alionekana akizungumza na Elia. Nabii Elia tunamzungumzia kama nabii aliyependa kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Tumeona miujiza mingi ilitokea alipokwenda kwa yule mama mjane na kuomba chakula. Yule mama mjane alimwandalia. Mama yule alikuwa na unga kidogo na mafuta kidogo, lakini alimwandalia nabii Elia mkate, na pale Mungu alidhihirisha na kuonesha ukuu wake kwamba utakavyotoa ndivyo utakavyobarikiwa. Kupitia nabii Elia, mama yule hakupungukiwa unga wala mafuta kwenye vyombo vyake. Basi tufundishe ya kwamba tuwe watoaji kwa moyo na sio kwa moyo wa uchoyo. Tutoe kwa ukarimu, tujifunze kujitoa kama mama yule alivyojitoa kwa Elia, na Elia akamuonesha, akadhihirisha uwepo wa Mungu kupitia unabii wake. Ndugu msikilizaji wa Habari Njema Channel, ulikuwa na mimi mtangazaji wako Gideon Mlai. Napenda sana kuwakaribisha katika Habari Njema Channel. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare, pia kucomment ili uweze kupata habari njema za wokovu kwa wakati. Asante sana na Mungu awabariki.